Baraza la Manispaa mjini limeifungia nyumba moja iliyopo kwa Mtumwajeni wilaya ya Mjini Unguja baada ya nyumba hiyo kukithirisha uchafu kutokana na kufugwa ng'ombe ndani, hali inayohatarisha afya za majirani wa karibu na nyumba hiyo. Akizungumza mara baada ya kuifungia nyumba hiyo, afisa uhusiano kutoka Baraza la Manispaa mjini Yasiri Mkubwa amesema tupo eneo hili la shehia ya kwa Mtumwajeni ambapo Baraza la Manispaa ya mjini tumepokea malalamiko kutoka kwa wananchi, lakini pia kupitia uongozi wa shehia katika mtaa huu ya kwamba kuna mwananchi anafuga ng'ombe ndani ya nyumba, analala nao, akiamka nao ndani, na ambapo amefanya mizizi, jambo ambalo ni hatari kwa afya yake, lakini pia hata kwa wakazi. Na tumekuja hapa sisi Manispaa ya mjini kwa kukabiliana na hii hali, ikiwemo kuwachukua wale ng'ombe, lakini kwa bahati mbaya tumekuja ng'ombe hawamo ndani, na awali kwamba tulikuja na tukamtaka asifanye hili jambo, lakini amekiuka maagizo ya serikali ambayo ni sahihi aliyopewa. Kwa hiyo sisi leo Baraza la Manispaa ya mjini kwa kushirikiana na uongozi wa shehia, lakini pia tuko na askari wa shehia, tumekuja kuifungia hii nyumba kwa sababu hali hairidhishi na hali sio salama. Na kama tunavyoona eneo hili limezungukwa na maji haya baada ya kuwa ni maji ya mvua, lakini yametuama. Kwa hiyo kinyesi cha ng'ombe ambacho kinachotoka ndani huko kinachanganyika na maji haya, maji yamebadilika rangi kutokana na kinyesi. Kwa hiyo hii ni hatari, na hatari hii ni ya maradhi, lakini pia itapelekea kusambaa si kwa wakazi tu wa karibu wa maeneo haya, lakini pia kusababisha mripuko wa maradhi kutokana na hii hali. Kwa hiyo huyu jamaa atachukuliwa hatua za kisheria bila shaka kwa mujibu wa taratibu zetu sisi serikali kwa mujibu wa taratibu na sheria za serikali za mitaa atachukuliwa hatua. Lakini na siku ya leo tumeondoka na watu ambao wanokaa humu ndani, nao ni wapangaji, tumewakuta wapangaji watatu, tumeondoka nao na tumefungia hii nyumba. Kwa hiyo kwa niaba ya Baraza la Manispaa ya mjini tuwatake tu wananchi, maeneo ya mjini ni marufuku kutembeza ng'ombe, kufuga ng'ombe au mnyama mwingine yoyote, na Baraza la Manispaa mjini halitosita kuwachukua wanyama wowote ambao watakuonekana ndani ya Manispaa ya mjini. Na wanyama kisha kuchukuliwa ndani ya Manispaa ya mjini, sisi tunakataza moja kwa moja mnyama tunapeleka anyegwe mchana, na kumkomboa itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wananchi wenye mifugo yao watafute maeneo ya kufuga wanyama wao, sio ndani ya Manispaa ya mjini. Baadhi ya wakazi na mjumbe wa sheha wa shehia hiyo nao walikuwa na haya ya kusema. Mazingira ya hali ya hapa kutesa sana ni mazingira ya maji pamoja na taka na hawa ng'ombe hapa sehemu ya hii mtaa. Ng'ombe watu wengine kama wakuta hapa na kuta kwenye mti hapo, wananchi pia wanapata tabu ya kupita, wanakuwa wanazinga njia mtu mpaka azunguke kwa jirani. Na sasa kitu kingine ukiacha hicho, watu wengine wanakuta ng'ombe wamo ndani na watoto wanakuwa hawasomi, kuta wale ng'ombe wa hapa wanakuwa kwa watoto, wanachezea watoto, wanakwenda nao hivyo wanarudi nao, hasa na maji sana watoto wanachezea, wanaogelea. Ukiwakataza mtoto wa mtu ukipata mzee wake anakwambia wewe ukimwona mpige, unapompiga mwanawe mzee wewe alisema mwanawe wewe mpige, baadaye anapiga juu, kwa nini mimi umenipigia mwanawe? Hii hali tunaathirika nayo hapa ni hawa ng'ombe. Basi Manispaa lije ifanye maamuzi yake kama baraza. Kwanza inapelekea uchafuzi wa mazingira, lakini vile vile inaika katika mazingira hatarishi, hususan kwa wananchi wanakaa karibu na maeneo hayo. Ukizingatia kama hichi kipindi cha mvua, inakuwa maji yanaingiliana baina ya maji na alimavi ya ng'ombe na mambo mengine, kwa inakuwa kidogo afya za kazi wanaeli wakaziko hatarishini, zinazoziko katika hatari. Moja kati ya hatua tunazochukua na hatua nyingi, tushamuelewesha sana tu kama kumpa elimu kusema halisa mazingira, lakini kama sheria, lakini vile vile mshauri Baraza la Manispaa mara moja si mara mbili ashauri ashamwita, mwisho wa siku hamna kinachoendelea. Hatua kwa sababu wahusika wanakuwa hapo na ile swala analijua, kwa cha msingi wafuatilie na kile ambacho kinakuwa kinastahili kufanywa wafanye, kwa sababu hali mazingira haiko shwari hata kidogo. Mwenye sheha anajua pia shauri yule lengo, na ndio maana kata bila zilizochukua ndio kama hivyo waite Baraza la Manispaa kueleza kusema hali na mambo mengine nadhani wanajaribu kufanya kama Manispaa ndio kama hivi mpaka mnakuja nyinyi mnajiuliza hali na bado so far.
Ni muhimu kuzingatia utunzaji wa mazingira ili kujikinga na maradhi ya mlipuko ambayo husababishwa na uchafu. Safia Hussein, ASAM Online TV. Hebu tulia. Mtakuja halafu mie huko. Fanya hatu haribu kazi za watu au wale ya. Hello. Kachara. Mume wangu, nataka tuzungumze kuhusu familia yetu. Kama unavyoona, tumetumia njia za uzazi wa mpango wa kikwetu, lakini hatujafanikiwa. Na bado watoto wanakuwa wengi. Mkweli mke wangu. Maana hata mimi mwenyewe majukumu yangu nashindwa kuyahimili. Humu ndani muna mambo yanitaka, huko nje kuna riziki nayo atakatafutwa. Tunahitaji kufikiria mustakbal wa afya bora kwa ajili yangu na hawa watoto. Na hilo halitowezekana ikiwa kila siku mwangu twazaa. Mimi naona kuna haja ya kwenda kituo cha afya. Tuwapate ushauri wa daktari kuhusu uzazi wa mpango wa kisasa. Au waseme. Haya, karibuni sana. Leo tutazungumzia uzazi wa mpango na njia bora za kupanga familia. Dokta, siku zote nilikuwa nikijiuliza kuhusu njia bora za uzazi wa mpango. Lakini naona tunahitaji mabadiliko. Hata mimi nilikuwa najiuliza sana kuhusu hizi njia za uzazi wa mpango. Kwetu si zina usalama, hazina madhara. Mtu asije kuja kesho kwa buko usoni. Njia za uzazi wa mpango ni salama na zimetumika kwa muda mrefu. Kuna vidonge, sindano na hata mbinu za kudumu. Leo tutazungumzia zaidi kuhusu kila njia ili mfanye maamuzi huru na sahihi. Kila mtu anao haki ya kufanya maamuzi bora kwa afya yao na familia zao. Pia uzazi wa mpango ni ngao ya kumsaidia mama kuwa na afya bora na watoto kwa ujumla. Kwa mfano, huyu akipangilia uzazi, tayari kwanza atapata muda wa kupumzika, afya bora itapatikana na watoto watakuwa kwa ustadi. Daktari, sasa sisi tunafurahi. Na twafurahi kwa sababu kuanzia sasa tuna uwezo wa kuipanga familia yetu na kuhakikisha twapata nafasi ya kulea kila mtoto kwa upendo na elimu. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, Zanzibar, TAMWA.